Zoezi la uwezeshaji wa kuanzisha mpango wa usimamizi hufanyika asubuhi na mapema. Safari ya kuelekea vijijini kwenye rasilimali huanza. Rasilimali hizi zinapaswa kuwafaa vizazi vya sasa na vya baadaye. Kwa pamoja huweza kufasiri nadharia ya mabadiliko na kuweza kuibua changamoto pamoja na kuweka mikakati yake, ambayo mikakati hiyo itatupelekea kupata njia za usimamizi na kuweza kutatua migogoro yote ili kufikia lengo kuu. Ushiriki wa wanawake huzingatiwa. Nadharia ya mabadiliko huwa ni uti wa mgongo wa mpango wa usimamizi, hivyo wanajamii hawa hukaa kwa kusikiliza na kuweza kujadili mambo yao kikamilifu. Baadaye wanajamii huweza kugawanya maeneo kulingana na usimamizi pamoja na kuwekea kanuni na taratibu ambazo zitasaidia kusimamia maeneo hayo. Lengo ni kuweza kupata kamati yenye ufanisi. Kamati yenye ufanisi ni ile kamati ambayo itasaidia kupunguza migogoro, lakini italeta tija na maendeleo kwa watu wake, lakini pia itasababisha uenezi wa elimu na watu kuweza kufahamu juu ya masuala mazima ya usimamizi shirikishi pamoja na uhifadhi. Kamati hii yenye ufanisi ni ile kamati ambayo kwanza itakuwa na uongozi bora, lakini pili, kamati hii inaweza ikawa na mpango wa usimamizi. Mpango huu wa usimamizi ndio ambao utasababisha kamati kuweza kujiendesha na kuendesha shughuli zake yeye mwenyewe.